Mheshimiwa, hii ni B5 Media. Ni taasisi ambayo tumeanzisha vijana kupitia mkopo wa 10% zile za halmashauri. Mkurugenzi wetu Mwajuma Nasombe chini ya uongozi wa mkuu wa mkoa walituita baada ya kuona kazi zetu, kwa sababu tulikuwa tunafanya kwa kujitegemea, na wakasema watuwezeshe kupitia mkoa wa 10% ya Mama Samia, na sasa wametupa milioni 45,500,000. Tumeweza kufanya uwekezaji huu. Tuna studio, tuko pale Kahawa House ghorofa ya 4 na tuna studio ya kisasa kabisa, tunazalisha maudhui. Na hii tunaishi kwa vitendo. Ile ndoto yako ya kutaka kuona vijana wanaangalia fursa hata zile za mtandaoni, ambapo sasa hivi pesa iko huko. Kwa hiyo sisi tumeanza. Kwa hiyo mheshimiwa, kwa sababu tumeanza, wewe unaweza ukasema kitu, na karibu sana mheshimiwa. Karibuni sana. Karibu sana. Haya. Asante. Mkurugenzi wao ni nani? Huyo hapa. Bado washike mkono. Yaani endelea kuwa sababu nzuri hawa. Sisi tulikosea, tuliwacha vijana wakajitengeneza wenyewe. Tunakuja kumwambia wewe mzalendo, anasema wewe ulinisaidia nini hapa nilipofika? Sawa kabisa. Lakini huyu ukimshika mkono, anapoendelea kukua, hawezi kusahau nyumbani ni wapi. Kabisa. Anajua akibomoa Kilimanjaro amebomoa uchumi wa nyumbani kwao. Anabomoa mwanzo wake na ni laana. Unajua mzazi akikulea ukaanza kumshambulia tena, kwa nini? Ni laana. Kwa tukiwashika wengi wa namna hii, tutajikuta hata negative stories sasa hivi unakuta mtu anataka kupandisha story mbaya, anakuambia wateja ndio wanataka. Sasa kama story ni mbaya, habari mbaya, maana yake wananchi wanakula yani chakula kibovu. Maana yake watakuwa kwa hiyo ndio mwisho siku washangaa watu wanapenda mambo mabaya kuliko mambo mazuri. Ukiwaambia kuna fursa za kiuchumi watu wachangamke. Kwa nini? Kwa sababu wanataka kusikia fulani amekamatwa, fulani kabaka, fulani kafukuzwa, yani ndio flower leo. Ndio story inayouza. Lakini yale mambo yote mazuri hakuna mtu anayeangalia kwa nini? Sasa lazima tuchange narrative. Namna kuchange ni kuwawezesha vijana wetu kwa vifaa na utaalamu waende kwenye maudhui positive. Mlaji anakula kilichoko sokoni. Sahihi kabisa kiongozi. Yaani wewe kwenye menu ukikuta kuna ugali utaula tu. Sahihi kabisa. Sasa tukianza kuwapa story nzuri, kwa mfano sasa hivi waza hapa Kilimanjaro, wageni wangapi wametoka nje wamekuja kuwekeza, wametengeneza hela. Wengi. Kwa nini wao wameziona hizo fursa afu sisi hatujaziona? Sasa sisi upande wetu ni kutafuta mabaya fulani, kawa hivi hiki imekuwa hiki nchi, wao tuandamane. Wao wanapongeza Kilimanjaro, kitendo cha kutokuandamana maana yake nyinyi ni wajanja kweli kweli.